ile kama mwingine aliyosema ile 50 kwa 50 inaonekana, kwa sababu vitu vyote vinaonekana tunaviweza akina mama, hakuna ambacho huko nyuma. Hongereni sana na Mungu awabariki. Bado tunawategemea, yamepelewa mambo mengi sana, lakini kikubwa niseme tu dogo, akina mama nyie mnategemewa kwenye nchi hii jinsi ya kuiendesha nchi yetu ya Tanzania, hususani bila kusahau jinsi anavyotuongoza mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, ikiwa lengo ya kina mama wote ambao wako kwenye nchi hii. Hongereni sana. Lakini pia niwashukuru sana mnapokuwa kwenye familia zenu, mnaongoza vizuri familia. Ndio maana leo hapa nimesimama, kwa sababu mama yangu alinihudumia. Mama yangu alihusika kwa namna moja nyingine kulileta kwanza duniani, lakini pia kunihudumia nikiwa mtoto mpaka nimesoma nimefikia hapa. Leo mnaniita mwenyekiti wa halmashauri, alikuwepo mama ndio ambaye alileta hapa na mpaka nimefikia hapa. Lazima nijue umuhimu wa mama, na ndio maana leo mliponiita nimefika hapa kwa kujua umuhimu wa mama, ana wajibu gani kwenye familia. Ninawaomba, kwa kuwa mna wajibu mkubwa huo wa kulea familia na kutunza familia, basi tusisahau huo wajibu wetu ambao ni muhimu, ambao hata tukienda huko tukaachana na wale tulionao, Mwenyezi Mungu ataenda kukuuliza wewe kama mama ulifanya nini duniani. Kwa hiyo utaenda kujibia, mimi kama mama kwa nafasi yangu, kwa jinsia ulionipa mimi nilifanya hiki. Kwa hiyo ninawaomba sana kina mama, chukueni nafasi yenu, ule wajibu wenu, basi mwende mkaufanye kadri Mwenyezi Mungu alivyowapa. Hakukosea Mwenyezi Mungu kufanya wewe mwanamke. Kuna makusudi ya moja kwa moja na muhimu ambayo haswa ndio ambayo tunataka sisi akina baba tuyaone na yafanye. Akina baba wenzangu, ninawashukuru. Nimeona wana Simba hapo mmekuja. Mmekuja kuunga akina mama hapa mkono. Nimewaona Wayanga hapa Mungu. Basi inapendeza sana kwamba hawa akina mama leo nimekuja nimesikia mengi ambayo hata mimi baba kuna vitu ambavyo nimejifunza nifanye nini kwenye familia. Basi haya ambayo tutayakuta hapa na mengine tutakapoenda huko nyumbani, basi tukawe wawakilishi wema. Tusiache hapa kwenye furaha hii hapo tukarudi nyumbani mambo yakawa tofauti. Mama ni mlezi, mama ni mwalimu, mama ni kiongozi, mama ni wa kuongoza familia. Mama sio mtu wa kukashifu familia au kuwatesa watoto. Kwa hiyo mama tunategemea mtoto anapata mafunzo ya hapa duniani kupitia wewe, ndipo anaenda kumwona mwalimu darasani. Wamama pale nyumbani haki sawa, hatuitendei inavyotakiwa kama vile ambavyo wenzetu waliomba hiyo haki. Sisi kwetu imezidi. Sasa tunaomba jamani, tunaposherehekea tukafanya na mabadiliko, tunapotafuta uchumi tumesahau kulea watoto tuliowazaa. Kwanza sasa hivi mtu anasema na watoto wawili kwa sababu anatafuta uchumi. Piga makofi wanawake, hicho kitu sio kizuri. Inawezekana mimi ni wa kwanza kuzaliwa, kwa hiyo hata wakizaa wawili mimi ningekuwepo. Unakuta wale ambao wanataka kuzaa watoto wawili labda ni wa 6 huko, wale wangesema kwamba uchumi wengi tunaelekea mwaka wa 10 wanandoa mpo hiyo ndoa iheshimike. Watoto hata kama unasema una uwezo wa kumlea mtoto peke yako, lakini kuna vitu anavyokosa. Kuharibu tu ndoa makusudi ndio mmomonyoko wenyewe ambao unaendelea mpaka sasa hivi. Mpaka tunapata vizazi vya Jay-Z sijui, maana sijui vya nini. Jamani wanawake tujifunze. Wanawake ukisimamia vizuri, tena mwanamke ameandikwa hadi kwenye vifungu vya Biblia. Na ndio maana kwamba anajidai na watoto wake. Simamia watoto. Kuna wadada sasa hivi kwa kisa mimi ni mtumishi, nikishazaa mtoto kuanzia mwezi siwe, lakini unataka bado pambane na urembo. Urembo na kikomo. Tunza watoto wako. Asante. Uwalee vizuri watoto. Kila siku umetingwa. Ukiwahi hata siku nyingine kazini, utaki kuwahi nyumbani, upo na kazi ya simu kupiatila tu. Jamani, simu
ya maandalizi ya shughuli ya siku ya mwanamke, kukosa elimu ya ujasiriamali, watoto wa kike kukosa taulo za kike hasa walioko mashuleni, wazazi kuwaozesha watoto wa kike katika umri mdogo, migogoro ya ndoa. Ndugu mgeni rasmi, mwisho tunashukuru sana kwa namna unavyoendelea kushirikiana nasi. Tunayo matumaini makubwa kwako kwamba changamoto zetu utazipatia ufumbuzi. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba kukusaidia mchango wako wa hali na mali ili kufanikisha semina zitakazokuwa zinaendelea ili kuzidi kuweka wanawake wa Busokelo pamoja na kuwa imara zaidi. Kwa kusikiliza kwa makini, naamini yote yaliyoelezwa yataleta ufanisi katika kujenga ujenzi wa taifa letu katika kujenga Tanzania ya sasa na baadaye. Asante sana kwa kusikiliza. Ni sisi mmoja wa wanawake Busokelo, wanawake hoi! Baba akifariki, familia ikwenda kumbana, inatekana, swala la urithi lizingatiwa. Niombeni sana, maana urithi ule umeleta migogoro mikubwa sana katika familia. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, usiwanyanyase wajane. Akina mama wewe, na sasa hivi jina hili mnadai 50% kwa msimu. Niwaombe sana usiwanyanyase wajane. Kwa maendeleo ya jamii ni kuomba tumia fursa hiyo kutoa elimu ya kutosha kwa familia za wajane. Mwenyekiti wa Halmashauri, nimekusikia hapa na umesikia risala ya mama yote. Tumeipokea kwa dhati, lakini hapo mambo ya msingi hapo. La kwanza, wamezungumzia uhaba wa fedha wa Halmashauri. Kwa hiyo nikuombe uzingatie swala la mikopo na isimamia kupitia maendeleo. Dkt. Samia Suluhu Hassan ametoa mikopo ya kutosha. Nikuombe tu mwenyekiti wa Halmashauri, mikopo hii uweze kufika kwa lengo. Naomba uchaguzi umekwisha na jukumu sasa la kwenda kuwatembelea kina mama kwenye kata kwa kata, ili maagizo ya Dkt. Samia Suluhu Hassan yaweze kufanyiwa kazi. Na yale ambayo yanayashinda basi, naamini kwa uwezo wenu mliokuwa nao mtafanyia kazi. Kwa maana watu sasa hivi wanakwenda wanakula hotelini na kila mtu kivyake. Badilikeni. Akina mama, tunataka chakula cha asubuhi. Matokeo yake sasa pale utaona mtoto anakwenda shuleni na kiatu. Niwaombe tuwe na mshikamano huo. Leo kwa sababu sio siku ya hotuba, ni siku ya sherehe. Kesho tutimiza kilele. Endeleeni kuomba ushirikiano na Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mefanya kazi kubwa sana katika kutekeleza ilani ya chama. Tayari madeni yamelipwa.